Na tumekwishaamua kwamba wakati ni sasa, tunataka tuvikuze viwanda vyetu vya ndani, tunataka tuwakaribishe wamiliki wa viwanda wengine kutoka nje, na tuwe na soko ambalo ni soko letu wenyewe, tuwe na uwezo wa kuzalisha dawa wenyewe, si dawa tu, mpaka vaccine tunahitaji kwa Kiswahili fasaha, vifaa tiba na vitendanishi, kwa sababu kwa sasa hivi bado tuko zaidi ya 99.9% tunaagiza nje ya nchi. Kwa hiyo unapozungumzia taifa huru, ni taifa ambalo linajitosheleza katika mambo ya msingi, na sekta ya afya ni moja ya mambo makubwa ya msingi wa usalama wa afya nchini Tanzania. Kumekuwa na minong'ono hasa katika mitandao na baadhi ya maeneo, watu wakizungumzia kuhusiana na swala zima la dawa za kufubaza virusi vya ukimwi kwa maana ARVs. Wanasema huenda huko mbeleni kukawa kuna uhaba wa upatikanaji wa hizo dawa au zikawa zinapatikana kwa manunuzi kwa wahitaji. Kama serikali, ipi kauli hasa mwananchi? Sera yetu iko wazi na tuwatoe hofu wa Tanzania. Mheshimiwa Rais alikwisha sema kwamba tunahitaji kujitegemea. Na sisi kama wizara tayari tumekwisha weka mikakati ya kuhakikisha kwamba haitatokea changamoto yoyote ya ukosefu wa dawa za aina yoyote, sio hiyo tu, hata dawa nyingine. Na jana juzi tumesikia maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusu kwenye eneo la dawa, lakini sisi tumejikita kuhakikisha kwamba dawa hizi zinazalishwa hapa nchini. Na ikumbukwe tu kwamba serikali imewekeza pia katika viwanda vya dawa vya aina hii kupitia MSD, kampuni tanzu ya MSD, ambayo tunakwenda kuzalisha dawa wenyewe hapa nchini. Na pengine mwakani, pengine mwezi wa pili, mwezi wa tatu, tunakwenda kuzindua kiwanda ambacho serikali ina mtaji wake mkubwa ya uzalishaji wa dawa za aina hii. Kwa hiyo niwatoe hofu wa Tanzania. Taifa letu ni taifa ambalo limejipanga vyema. Tumekwisha pokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini kama wizara tumekwisha jipanga vizuri. Hakutakuwa na uhaba wa dawa ya aina yoyote hapa nchini.